نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون: نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. ukisema hawa kuburiyun na wengineo katika wale wanaoitakidi fi fasaqati nas, kwa wale watu wa maasiya na walio wajinga, wajuhalihim min al-ahyai, katika walio hai, yaqulun nahnu la na'budu haula, sisi hatuabudu hawa, wala na'budu illa Allah wahdahu, hatumwabudu isipokuwa Allah peke yake, wala nusalli lahum, wala tusali kwa ajili yao hao, wala hatufungi wala hatufanyi haji kwa ajili yao. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: هذه شبهة من شبه القبوريين. hii ni moja katika shubha za hawa quburiyin, وهي أنهم يقولون نحن لا نعتقد في هؤلاء الأشخاص أحياء أو أمواتا. wanasema sisi hatuitakidi kwa hawa watu aidha walio hai au waliokufa, alladhina na'idhuhum wa natabarraku bihim wa numarisu 'inda quburihim, hawa ambao tunataka baraka kwao, ili nu'adhimuhum, alladhina nu'adhimuhum sina'idhuhum, alladhina nu'adhimuhum wa natabarraku bihim, hawa ambao tunawaadhimisha na kutaka baraka kwao, wa numarisu 'inda quburihim, na tunafanya ibada mbele ya makaburi yao, au 'indahum, au mbele yao, in kanu ahya'an shay'an min madhahiri al-ibada, ikiwa wako hai tunafanya jambo katika mambo ya ibada. nahnu la na'taqidu fihim annahum yanfa'un au yadhurrun, wanasema sisi hatuitakidi kwao kwamba wanaleta manufaa au wanaleta madhara na kuzuia madhara. la na'taqidu hadha, hatuitakidi hivi, lianna hadha amrun la yaqdiru alayhi illa Allah, sababu hili ni jambo ambalo hakuna anayeliweza isipokuwa Allah, la kuleta manufaa na kuzuia madhara. idhan fama muraduhum bimumarasatihim hadhihi, sasa hapo nini muradi wao wa kufanya kwao mambo haya? qalu mujarrada annahum wasaitu bainana wa baina Allah, watasema hii ni mujarradi wa kwamba wao ni watu waliokati na kati baina yetu na baina ya Allah, yatawassatuna lana fi qada'i hawaijina 'inda Allah, hawa na kuwa kati katika kutekeleza haja zetu kwa Allah. lianna lahum makana wa lahum manzila, sababu hawa wana makana, wana daraja kwa Allah. kwa si kwamba tuwaomba hawa au tuwaitakidi hawa kwamba wanaleta manufaa na kuzuia madhara. Hapana, hawa ni wasita, wasait baina yetu na baina ya Allah. wao wanatufikishia kwa Allah maombi yetu na haja zetu, sababu wao wana daraja kubwa, wao ni mawali. wakisema hivyo, fayuqalu lahum, wanaambiwa: awalan antum mu'tarifun bi anna haula'i fasaqa, nyinyi mnakiri kwamba hawa ni watu wa maasiya, wa annahum la yusallun, na kwamba hawasali, wa annahum yumarisuna alfawahisha, na kwamba hawa wanafanya mambo machafu. fakaifa taquluna innahum salihun wa lahum makanatun 'inda Allah, vipi mtasema hawa ni watu wema
na wana daraja kwa Allah. Qalu haulai wasalu ila martabatin saqatat anhum at-takalifu bil ibada, watasema hao wamefikia daraja ambayo takalifu zote zimeanguka kwao. Haya malazimisho ya sheria yote yameanguka kwao, malazimisho ya kuabudu, si sala, si saumu, si nini, hasatan al-awliya, hasa hao mawalii, tayari takalifu za ibada hazipo tena kwao. Fatakalif innama hiya ala man lam yasil ila Allah, haya malazimisho ya sheria ni kwa yule ambaye hajafika kwa Allah. Amma haulai, ama hawa, faqad wasalu ila Allah, hawa washafika kwa Allah. Walaysu bihajatin ila al-ibada, hawana haja tena ya kufanya ibada. Hadha fi haqqi al-ahya, wanasema hivi katika haki ya wale walio hai. Hao walio hai, hao wanaofanya ni wasait bainahum wa baina Allah, hawa ndio waliofikia daraja hiyo. Hawastahiki tena kumwabudu Allah, wao wanalala tu. Hii ndiyo jawabu lao. Amma fi haqqi al-amwat, ama katika haki ya waliokufa, fayaquluna haulai yuqarribunana ila Allah zulfa, wanasema hawa wanatuweka karibu kwa Allah, kutuweka karibu. Si kwamba tunawaabudu hawa maiti, isipokuwa hawa wanatupeleka karibu kwa Allah. Alaykum assalam. Faljawabu anna hadha huwa qawlul mushrikin as-sabiqin, jawabu ni kwamba hii ndiyo kauli, ndiyo maneno ya washirikina waliopita, sawaan bisawa, sawa kwa sawa. Wale walikuwa wakisema hivi hivi na hawa wanasema hivi hivi. Lianna al-mushrikina al-awwalin alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam wastahalla dima'ahum wa amwalahum yaquluna hadhihi al-maqala, sababu washirikina wale waliotangulia wa mwanzo ambao Mtume sallam alipigana nao na kuhalalisha damu zao na mali zao, wanasema maneno haya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hatuabudu hawa isipokuwa wanatuweka karibu kwa Allah, kutuweka karibu. Fayakuluna haulai shufa'auna inda Allah, wanasema hawa wanatuombea shafaa kwa Allah, hawa maiti. Fahum lam ya'taqidu fihim annahum yanfa'un au yadhurrun, hawa washirikina wa mwanzo hawajaitakidi kwa hawa maiti kwamba wanaleta manufaa au wanazuia madhara. Wa annahum yaqdiruna ala ma yutlabu minhum, na kwamba wao wanaweza wanayoombwa. Walakinnahum yaqulun innahum wasaitu bainana wa baina Allah, lakini wanasema hawa ni wasait, ni kati na kati baina yetu na baina ya Allah. Waqad radda Allahu alaiha fil Qur'an, Allah ameirudi shubha hii katika Qur'ani. Wa hakama ala ashabiha bil kufri washirki wal kadhib, akawahukumu watu wenye shubha hii kwa ukafiri na ushirikina na urongo. Fakaifa tu'idunaha alaina ba'da al-islam, vipi mnairudisha tena shubha hii baada ya kuwa waislamu nyinyi? Wa ba'da amanna Allahu ala almuslimina bil islam, na baada ya Allah kuwaneemesha waislamu kwa huu Uislamu. Fakaifa tu'iduna ma kana alayhi almushrikuna min qabl, asema vipi nyinyi mwarudisha tena waliokuwa nayo washirikina huko nyuma, ma'al awliyai was-salihin, pamoja na wale mawalii wao na watu wema. Hadha ainu maqalati al-awwalin, hii ndiyo dhati ya maneno ya wale washirikina wa mwanzo. La takhtalifu anha bi shay'in, maneno haya hayakhtalifiani na hawa sasa kwa jambo lolote. لأن الذي أضل الأولين
huwa alladhi adalla al-akhirin wa huwa ash-shaytan, yule aliyewapoteza washirikina wa mwanzo ndiye anayewapoteza hao wa mwisho. Ni nani? Ni shetani, ndio aliwadanganya wakafanya ushirikina huo, wakadai kwamba sio ushirikina, hawa ni wasait bainana wa baina Allah, hawa ni shufaa, watatuombea shafaa. Ushirikina ni shetani ndio walioambia kwamba huu si ushirikina, lakini wenyewe hawajui kwamba ni shetani, wanaona ni akili zao. Akili zao vipi? Na maona ndio maneno haya waliosema washirikina wa mwanzo, ndio haya mnawadai kwamba hamuabudu maiti, hamuwaombi maiti, nafanya wale ni wasait baina yenu na baina ya Allah. Vipi maiti atakuwa ni wasita? Maiti atakuwaje ni wasita baina yako na baina ya Allah? Wala hasikii lolote pale unapomwambia mambo, wambainishia mambo, maiti hasikii lolote, alafu asema huu ni wasita baina yetu na baina ya Allah. Afikishe nini maiti huyo? قلت يقول الشيخ الفوزان يقول الشيخ رحمه الله هذا جهل بمعنى العبادة. hii ni ujinga, ni kutojua maana ya ibada. hii ni kutojua maana ya ibada. fa innaha laysat munhasiratan fima dhakarta, kwani ibada haikudhibitiwa kwa hayo walioyataja. bal ra'suha wa asasuha li'tiqad, bali msingi wa ibada, kichwa cha ibada ni itikadi. bal ra'suha wa asasuha al-i'tiqad, ni itikadi. وقد حصل في قلوبهم ذلك, limepatikana hilo katika nyoyo zao. bali yusammunahu mu'taqada, bali wanaliita hilo ni mu'taqada, ni akida. wanaliita hilo kwamba ni aqida hiyo walionayo wanaoifanya. ويصنعون له ما سمعته, na wanafanya yale ulioyasikia. مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. wanayafanya hao waliosikia katika yanotokana na hiyo itikadi yao. yapi? min duaihim, kuwaomba hao maiti, wanidaihim, na kuwaita katika masala yao wawaokoe, watawassuli bihim, na kufanya tawassul kwao maiti hao, walistighatha, na kutaka kuokolewa, walistiana, na kutaka msaada kwa maiti, walhalif, na kuwapa, wanadhri, na kuwekea nadhri, wa ghairi dhalik, na mengineo katika sampuli za ibada. yote haya wanawafanyia maiti. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله ما معنى العبادة؟ نيني معنى عبادة؟ لما قال الشيخ هذا جهل بمعنى العبادة, hii ni kutojua maana ibada. ما معنى العبادة؟ العبادة ليست مقصورة على الصلاة والحج والصيام. ibada haikudhibitiwa kwa sala peke yake na haji na siyam. العبادة كل ما يتقرب به إلى المعبود. ibada ni kila kitu ambacho mtu anawekwa karibu na maabud, mwenye kuabudiwa Allah. wa kullu ma yutadhallalu lahu bihi fahuwa ibada, kila jambo ambalo hudhalilikiwa Allah, hilo ni ibada. sawaun kanat ibadatan sahiha au ibadatan batila, sawa ilikuwa ni ibada iliyo sahihi au ibada iliyo batila. قوله فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت أي في الصيام والصلاة والحج. ibada haikudhibitiwa kwa ulioyataja kwamba ni katika saumu. ibada ni saumu na sala na haji peke yake. dua ni ibada, kutaka msaada ni ibada, kufanya istighatha ni ibada. yote haya ni ibada wanaowafanyia hao maiti. قوله بل رأسها وأساسها الاعتقاد, فرأسها الاعتقاد بالقلب, kichwa cha ibada ni kuitakidi moyoni. وكذلك الممارسات بالجوارح كالصلاة والصيام
wal haji, vile vile zile ibada zinazofanywa kwa viungo kama sala na siyam na haji mpaka mwisho wake, hizi pia ni ibada. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. شيخ الإسلام akielezea maelezo ya ibada kwamba ni jina al-ibada ismun jami'un, ni jina linalokusanya kila jambo analolipenda Allah na kuliridhia, iwe ni katika maneno au vitendo vya ndani na vya dhahir, vya nje na vya ndani. Hii ndiyo taarifu ya ibada: ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batinah wadh-dhahira. Ibada ni jina linalokusanya kila jambo analolipenda Allah na kuliridhia katika maneno na vitendo vya ndani na vya nje. Hadha lismul jami'u lilibada, hii ndiyo jina ambalo linakusanya ibada. Ibada si swala peke yake na saumu na zaka na haji. Ibada ni mambo mengi. Tabia nzuri ni ibada, kuwafanyia wema watu ni ibada, inaingia kila jambo ambalo Allah analipenda. قوله وقد حصل في قلوبهم ذلك أي حصل في قلوبهم الاعتقاد بتعظيم هؤلاء، imepatikana katika nyoyo zao kuitakidi kuwaadhimisha hawa maiti. Imepatikana katika nyoyo zao, lipo hilo katika nyoyo zao, kuwaitakidi itikadi ya kuwaadhimisha hawa maiti. قوله بل يسمونه معتقدا، بل wanaita hilo ni itikadi. ويصنعون له ما سمعته، wanamfanyia maiti hayo ulioyasikia. مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. yote haya wanawafanyia maiti. أي لولا أنهم يعتقدون في قلوبهم في هؤلاء ما فعلوا هذه الأعمال، لو wao sikuitakidi katika nyoyo zao kwa hayo wanaowafanyia katika amali hizi, wasingefanya kama hawaitakidi na kuadhimisha. ما فعلوا هذه الأعمال لهم، wasingefanya amali hizi kwao, wasingefanya istighatha wala isti'ana wala nadhri kwa hawa maiti. Lakini ni kwamba tayari ni itikadi yao katika nyoyo zao kwamba hawa wanafanya na kutekeleza haja zao. laula annahum ya'taqiduna fi qulubihim fi haula'i ma fa'alu hadhihi al-a'mala lahum, wasingewafanyia amali hizi. wataqarrabu biha ilayhim, wakajiweka karibu kwa amali hizi kwao. fahadhi mughalata wa jahalun bimaana al-ibada au tajahulun lahu, hili ni kosa na ni kutojua maana ya ibada, au tajahul, kujifanya hawajui, au ni kujifanya hawajui. Aidha hawajui kweli au wanajifanya hawajui kumbe wanajua, na hili ndio baya zaidi. Hili ni baya zaidi, kwamba wanajua kwamba hizi ni ibada lakini hivyo hivyo wanawafanyia maiti. Hili ni baya zaidi. قال الشيخ رحمه الله: وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا. ومتجمع علماء kwamba anayejipamba na pambo la makafiri anakuwa kafiri, na anayesema kalima neno la ukafiri anakuwa kafiri. fakaifa biman balagha hadhihi rutba, vipi mtu aliyefikia daraja hii i'tiqadan, kwa kuitakidi moyoni,
wa qawlan, na kwa kusema kwa ulimi wake, wa fi'lan, na kwa vitendo vya viungo vyake. Ikiwa anayejipamba kwa pambo la makafiri anakuwa kafiri, mwenye kusema kalima la ukafiri anakuwa kafiri. Vipi alifikia daraja hii ya kuitakidi kwamba hawa wanaombwa, hawa wanafanyiwa istighatha? يقول الشيخ الفوزان وقوله وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا قال فالكفر لا يقتصر على السجود والركوع لغير الله. ukafiri haufupishiki juu ya kusujudu na kurukuu kwa asiyekuwa Allah, kwamba ukimsujudia mtu asiyekuwa Allah unakuwa kafiri, ukirukuu kwa ajili ya asiyekuwa Allah unakuwa kafiri. wadhabhu wannadhru lighairi llah, na kuchinja na kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah ni ukafiri. bal jaa fil hadith man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, imekuja katika hadithi mwenye kujifananisha na watu yeye anakuwa ni katika watu hao. Yani kujifananisha na makafiri utakuwa kafiri, kujifananisha na wale mahundusi wale wanaoabudu wale unakuwa nao, kujifananisha na majusi utakuwa majusi, wa hakadha. قال شيخ الإسلام رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث أنه يدل على تحريم التشبه بهم. uchache wa hali za hadithi hii ni kwamba hadithi inafahamisha kuharamishwa kujifananisha na hawa makafiri. Ndio maana hadithi ni haramu muislamu kujifananisha na makafiri. qala wa in kana dhahiruhu anna man fa'ala dhalika fahuwa minhum, yani faqad kafar. japokuwa dhahiri ya hadithi ni kwamba aliyefanya hivyo akajifananisha na makafiri anakuwa pamoja nao, ai faqad kafara, amekufuru. hadha dhahirul hadith, hii ndio dhahiri ya hadithi hii, kwamba mtu anayejifananisha na makafiri na yeye pia ni kafiri. hii ndio dhahiri ya hadithi hii. walakin aqallu ahwalihi anna hadha muharram, uchache wa hali zake ni kwamba jambo hili limeharamishwa la kujifananisha na makafiri. liannahu ma tashabbaha bihim illa wa huwa yujizu ma hum alayhi, kwa sababu hajajifananisha nao. mtu hajajifananisha na makafiri muislamu isipokuwa yeye anajuzisha hayo walionayo makafiri hao, wayastasighu ma hum alayhi, pia anajuzisha hiyo hali walionayo makafiri hao. kwa hiyo aqallu ahwali hadha alhadith ni kwamba ni haramu, si kwamba mtu muislamu akivaa suti moja kwa moja ni kafiri. haina maana hiyo, kwa sababu muislamu anapovaa suti moja kwa moja ni kama anajifanisha na yule John sio nani huko, si ndio? Anajifanisha na kafiri fulani, sababu Uislamu haukuja na mambo ya suti bwana. Uislamu haujakuja na mavazi ya suti, au Uislamu haukuja na mambo ya veli, wanawake kwa usini wanavaa maveli yale yale ya makafiri. Sasa muislamu anayefanya hivyo ni kwamba anapata madhambi, si moja kwa moja anakuwa kafiri. mtu asali afunga haambiwi ni kafiri, lakini anapata madhambi kwa kujifananisha na makafiri, wakati Uislamu una mavazi yake. hakuna kwamba Uislamu hauna mavazi, hapana, Uislamu unayo mavazi yake. idhan aqallu ahwali hadha alhadith anna hadha muharram, jambo hili muislamu kujifananisha na makafiri ni haramu. liannahu ma tashabbaha bihim illa wa huwa yujizu ma hum alayhi wa yastasighu ma hum alayhi, wa illa law kana ya'taqidu butlana ma hum alayhi ma tashabbaha bihim, law angekuwa muislamu huyu anaitakidi ubatili wa hiyo hali walionayo makafiri asingejifananisha na wao. kwa hiyo ni haramu muislamu kujifananisha na kafiri, ni haramu. maana ya haramu, anapata madhambi mpaka awache jambo hilo. lakini si kwamba muislamu akishavaa suti moja kwa moja ni kafiri, mwanamke muislamu akivaa veli ni kafiri. Lakini anapata madhambi.
Qawluhu waman takallama bikalimati al-kufri sara kafira, anayesema kalima la ukafiri anakuwa na yeye ni kafiri. Waqad marra bina qawluhu ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna inma kunna nakhudhu wa nal'ab, ukiwauliza wanasema sisi tulikuwa tukiingilia tu mazungumzo ya safari na tunacheza tunafanya mzaha. Ai fi ayi shay'in yakhudhun, wanaingilia katika mambo gani? Yaqulun, wanasema wanafik, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula la arghaba butunan wala akdhaba alsina wala ajbana inda liqa. Wanafik walikuwa wakisema hivi, hatujaona kama wasomaji wetu hawa masahaba, hatujaona watu ambao wanapenda sana kula na kujaza matumbo yao, wala hatujaona watu ambao ni warongo sana wakizungumza, wala ajbana inda liqa, wala waoga sana kukutana na maadui kuliko masahaba hawa. Alaysa hadha kalamun bil alsun? Bala, hayakuwa haya ni maneno ya ndimi zao tu. Kwa nini haya ni maneno wameyasema kwa ndimi zao? Wama hadha, pamoja na hivi, qala Allahu fihim la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msitoe udhuru, mmesha kufuru baada ya uislamu wenu. Hii ni kuonesha kwamba mtu akisema kalima la ukafiri anakuwa kafiri, sababu hao wamefanya istiza, wamewafanyia istiza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. وقال صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. Mtume anasema mtu anaweza akasema kalima ambalo linamuudhi Allah, la yulqi laha balan, halijali kalima hilo, anasema na bila kujali, yahwi biha fi nari jahannam, kalima hilo litamporomosha na kumwangusha katika moto wa jahannam. Kalimatan wahida, kalima moja, wala yulqi laha balan aidan, wala mtu halijali kalima hilo. Waqad qala Allahu jalla fi ulah walaqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim, walisema kalima la ukafiri wakakufuru baada ya uislamu wao. Kwa mtu akitamka kalima la ukafiri anakuwa kafiri. Falkufru yakunu bil kalam, ukafiri unakuwa pia kwa maneno, licha ya vitendo pia ukafiri unakuwa kwa maneno. Waman daa ghaira Allah fahadha kalamun, anayemuomba si kwa Allah, haya ni maneno. Wama hadha yakfuru bihi, pamoja na hii ni kwamba anakufuru kwa maneno yake hayo. قوله فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا, vipi mtu aliyefikia daraja hii kwa kuitakidi moyoni mwake na kwa kusema na kwa vitendo. Ay kaifa biman lam yaktasir ala alkalimati alkufriya, vipi asiyefupisha kalima la ukafiri peke yake, bal sara yadhbahu lahum, bali amekuwa sasa awachinjia au maiti, wayandhuru lahum, anawekea nadhri, wayatufu biquburihim, anafanya tawafu kwa makaburi yao, wayastaghithu bihim fi shadaid, anataka kuokolewa na maiti katika shida na matatizo. Wa hadha ashaddu min kalimati al-kufri, hili ni kubwa zaidi kuliko kalima la ukafiri. Vitendo hivi ni vikubwa zaidi kuliko kalima moja la ukafiri. Ibada anamfanyia maiti, ibada ya kuchinja anamfanyia maiti, ibada ya nadhri anamfanyia maiti, ibada ya tawafu badala ya kutufu al-Kaaba anafanya tawafu katika kabri. Hizi zote ni ibada anazofanyiwa Allah, anawafanyia maiti moja kwa moja. Huu ni ukafiri, hakuna jingine. قوله اعتقادا بقلبه وقولا بلسانه فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا بقلبه, vipi aliyefikia daraja hii akiitakidi moyoni mwake, huku anafanya mambo hayo na kuitakidi moyoni mwake kwamba yanafaa,
kufanywa maiti, dua inafaa kumuomba maiti, istighatha, isti'ana. Vipi anaitakidi hivyo asiwe kafiri? Wa qawlan bilisanihi, na kusema kwa ulimi wake, wa fi'lan bijawarihi, na kufanya kwa viungo vyake. Watu wanafanya mchezo na hizi ibada za Allah bwana. Watu wanafanya mchezo mpaka kutetea ushirikina. Mtu anatetea ushirikina kwamba iko wapi dalili ya kuzuia kumuomba maiti? Tunataka dalili minal kitabi was sunna. Subhanallah, watu wanachezea ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini moja kwa moja ni kwamba hawa wanafanya ushirikina na ukafiri, kwamba ibada hizi wanawafanyia maiti. Moja kwa moja ni ukafiri na ushirikina. قال الشيخ: انتهت هذه الشبهة والحمد لله، وبطلت واحترقت. شبهة zao zimeteketea na kubatilika kwa raddi hizi walizozifanya maulama. Hawana hoja zozote wanazotetea ushirikina wao na ukafiri wao. Hawana hoja zozote, hoja zao zimebatilika na kuteketea kwa majawabu haya na raddi hizi za maulama. إذا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.